Habari ndugu zangu, amani ya Mungu iwe juu yako. Ni mimi ndugu yako mdogo wako mwanao Sharif Teacher hapa nazungumza ikiwa niko Dar es Salaam. Kwa wale ambao wenye kunihitaji kunitafuta private, utanitafuta kwa namba zangu za simu 0742 23 45 54. Tunaendelea na muendelezo wetu wa kufungua power yako ya asili. Kufungua ile power yako ya asili, kile kitu ambacho kinachokusaidia wewe katika maisha. Kuna nguvu fulani hivi ambao mwanadamu huwa azaliwa nayo kutoka katika tumbo la mama yake na baba yake na babu zake na bibi zake. Hii tunaita ni nyota. Hii tunaita nyota, lakini tumeiita tu kwamba ni nyota, lakini hii ni nguvu ya asili uliokuwa nayo wewe mwanadamu. Ninachokuomba usijidharau na wala usikate tamaa katika maisha yako kuwa huwezi. Unaweza kufanya lolote lile kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kufika mbali kimaisha, unaweza kufungua mambo yako katika maisha, unaweza kuondoa vikwazo katika maishani mwako kwa kutumia nguvu yako ya asili ikiwa imefunguka. Nguvu ya asili itakusaidia sana. Hiyo ndio nyota yako. Nashukuru sana ndugu zangu, natoa shukurani kwenu mnaonifuatilia kwa mapenzi. Na comment zenu naziona, subscribe zenu naziona kwa wingi sana. Nashukuru, inshallah biidhnillah ta'ala karim. Tuendeleane kufuatiliana, kushauriana, kupiana mawazo. Natafutwa na watu wengi sana, sikufichini, kutoka nchi mbalimbali, na naamini kuna watu ambao walokuja kwangu wameondoka hivi karibuni, wametoka Kenya, wamekuja, tumewafanyia dua na alhamdulillah, na wao pia wanashukuru sana. Vipi unajua tunavyofanya hivi si kwamba wewe utakuwa tajiri wa matajiri duniani. Kikubwa upate ile riski yako. Yaani siwe riski kwa kwako ikawa ni tabu. Chakula kwako kikawa cha tabu. Matarajio yako unayotarajia kuyafanya yawe ni ya tabu. Kwa nini eti kuuliza wanga, wachawi, watu wabaya wamefunga nyota yako, wameharibu ndoa yako, wameharibu mahusiano yako, wameharibu matarajio yako, wameharibu hatima yako. Mimi Sharif Teacher niko hapa kwa lengo la kufundishana na kuondoana mikosi na mitihani na misukosuko uliokuwa nayo. Ushatumia dawa, ushatumia mibaazi, ushatumia mivunja hukumu, ushatumia vitu kibao mpaka hapo ulipo, lakini mambo bado magumu. Sasa ndugu yangu, tunaendelea kufundishana na kuelekezana. Tuliishia katika nyota ya 4 ambaye ni nyota ya Kaa. Tukazungumzia nyota ya Kaa na vitu vyake na kadha wa kadhalika. Sasa tunaendelea tena katika muendelezo wetu katika nyota zilizobakia. Muda utaturuhusu biidhnillah, tutamaliza zote. Fungua nyota yako kwa mkono wako mwenyewe. Ikiwa unaweza, kokote ulipo, tafuta nazi tu. Kama nilivyosema, mbadala ya nazi sijui nini, hapana, utanichanganya kidogo. Tafuta nazi inafungua, nazi inapiga. Nitakuja kukuonyesheni nazi inavyompiga mtu, inshallah biidhnillah ta'ala karim. Nitakuja kuonyesheni nazi inavyompiga adui, anavyoangamia. Si leo, lakini siku nyingine inshallah, Mungu akijalia roho zikiwa hai, nitakuja kukuonyeshea. Kwa hiyo usidharau nyota yako, usidharau asili yako, usidharau power uliokuwa nayo uliozaliwa kutoka kwa mama yako. Ushakwenda kwa watabibu, ushakwenda kwa waganga kuomba Mungu, lakini mambo bado magumu, kwa sababu pengine huyo unamfuata hana power ya kuweza kukufungua. Hiyo power uliokuwa nayo wewe ni kubwa kushinda ya huyo ulomfuata Sharif Teacher. Kwa hiyo sasa nataka ujitibabie mwenyewe kupitia mkono wako. Ikibaki 5, ikibakia namba 5, nyota yako ni ya Simba. Inasimama katika siku ya Jumapili, rangi yake ni ya njano. Kwa hiyo ukiwa mwanaume unakuwa na t-shirt ya njano mpya na msuli wako. Ukiwa mwanamke unavaa kanga zenye rangi ya njano. Pata nazi 10. Saa 12:30 amka, koleza moto wako. Kama una moto basi chukua tu zile nazi zako, zikuangue vizuri. Kisha zikuangua, andika shkeri ya Nusratul Kharija. Shkeri ya Nusratul Kharija ni 1122. Geukia mashariki. Omba katika lugha yoyote unayoitaka wewe. Kabla ya kuomba, mshukuru Mungu kwanza. Nashukuru Mungu kwa kunijalia afya. Nashukuru ewe Mungu ulio ndani yangu, ulio katika maisha yangu, uliniumba mimi na wazazi wangu kupitia nazi hizi.
nakushukuru sana, ninaomba unifungue nyota yangu kuanzia sasa. Ukishamaliza hivyo, kushamshukuru Mungu kuwa hai, kukujalia kuwa hai mpaka hapo, kupa nguvu ya kutafuta vitu hivyo, basi utaanza kusema nafungua, yani kwa amri, sio ninaomba. Utaanza kusema nafungua nyota yangu na pawa yangu, nafungua matarajio yangu, nafungua riziki zangu, nafungua harakati zangu kwa baraka nazi hizi na kwa baraka ya namba hii niliyoandika katika nazi hizi. Kwa sababu hiyo shkeri ni namba 1122. Sura yako ukiwa umeelekea mashariki, ukiwa umeelekea mashariki, naam, ukiwa umeelekea mashariki, mbele kuwe na jiwe. Ukipiga nazi kwenye jiwe, hakikisha unapiga nazi kama umekula. So mtoto wa kiume unaambiwa piga nazi, unaipiga nazi tu unairudia mara 3 mara 4. We vipi? Kuwa na nguvu basi, piga nazi kweli kweli, fungua mambo yako, usete masiara katika tiba. Kuwa serious, kuwa na imani yako, kuwa utafunguka na utafunguka kweli. Hili jambo si la kubahatisha. Hivi ndio nyota za watu zinavyofunguliwa kupitia elimu ya kitabu. Hii ni elimu ya kitabu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu, tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu kupitia wazazi wetu na wakurungwa wetu. Kwa hiyo utasema shida zako na matarajio yako, na pia utawaangamiza maadui kupitia nazi hizo. Na vunja nazi hizi, na vunja vikwazo vya wachawi, vikwazo vya wanga, vikwazo vya watu wabaya walionisimamia kushotoni mwangu na kuliani mwangu, na waangamiza kama inavyoangamia nazi hizi, na ninafungua kheri zangu na nyota zangu na mtarajio kadha wa kadha wa kadha. Kisha maliza hapo tayari katika lugha yoyote unayosema wewe, unayotaka wewe, kisha unavunja nazi hizo. Katika Jumapili ziwe 4, Jumapili ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Nguo ni zile zile tutazirudia. Ukimaliza unazifua, unaziweka, unasubiria Jumapili inayofuata. Nazi zile ukishazivunja saa 12:30 mpaka saa 1:30 ukiwa tayari ushamaliza jambo lako. Na maana jambo hili natakiwa lifanyike saa 1 kamili, lakini utalianzia saa 12:40 au na nusu, sawa? Wewe mwenye nyota ya mashuke, ikibaki 6, ikibakia namba 6, pata nazi zako 15, geukia kaskazini katika siku ya Jumatano saa 8 ya mchana, 7:40 anza zoezi lako. Ukiwa na t-shirt ya blue, ukiwa mwanamke, ukiwa na kanga zenye rangi ya blue, andika shkeri ya jamaa, zungumza maneno yako unayotaka, zungumza kwenye lugha yoyote unayotaka wewe. Shukuru Mungu. Baada ya hapo anza kusema kwa amri, nafungua nyota yangu, nafungua matarajio, nafungua ndoa, nafungua mahusiano, sijui nafungua kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Wallahi wa billahi utafanikiwa ndugu yangu. Fanya hivyo katika Jumatano 4. Ikibaki 7, we ni mizani, asili yake ni upepo, rangi yake ni nyeupe. Mmegawanya katika 12, ikabaki 7, siku yake ni Ijumaa saa 12:40 mpaka saa 1:40 zoezi lako leo limeisha. Geukia wapi? Geukia magharibi. Geukia magharibi. Geukia magharibi linapozama jua. Zungumza shida zako, sema katika lugha unayotaka wewe, nafungua matarajio yangu, nafungua riziki zangu, nafungua maisha yangu, na waangamiza wanga na maadui waliosimama mbele yangu kwa baraka nazi hizi, kwa nguvu ya nazi hizi, kwa baraka za wazee wangu, babu zangu. Nafungua mimi fulani ibn fulani, niweze kufunguka, matarajio yangu yarejee, kheri zangu zirejee, riziki zangu zirejee, mambo yangu yarejee, na waangamiza maadui. Nazi hizi zikifinika, zikawafinike maadui yangu. Utafanya hivyo katika siku ya Ijumaa saa 1. Ikibaki 8, utafanya hivyo katika siku ya Ijumaa saa 1, lakini unarudia katika Ijumaa ngapi? 4. Ikibaki 8, nge huyo asili yake ni maji. Utasimama katika siku ya Jumanne saa 8 ukiwa na nazi 8. Ukiwa na nazi 8, sura yako igeuzie kusini, ukiwa na nguo nyekundu mpya, kama ni kanga, kama ni t-shirt, kama ni msuli, geukia kusini. Zungumza katika lugha yako yoyote, umshukuru Mungu, washukuru wazazi wako, shukuru, wataje wazazi wako, wataje babu zako, bibi zako, jitaje na wewe. Toa amri hapo, navunja na nafungua, navunja uchawi, navunja vikwazo, navunja mitihani, navunja maadui, navunja wabaya walio ndani mwangu, walio nje mwangu, walio karibu yangu. Nafungua kheri zangu zote zilizokuwa mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, mimi fulani ibn fulani, kwa rehema na kwa nguvu ya nazi hizi. Kama zitafunguka, zikafunguke kheri zangu, na kama zikafunga hizi nazi, zikawafunike maadui zangu. Kuanzia leo niweze kufunguka. Unatoa amri, sio ninaomba, unasema ninataji, nahitajia. Utafanya hivyo katika Jumanne ngapi?
Jumanne 4, sawa Jumanne ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Mimi nakwambieni mtanipa majibu. Sharif Teacher mimi nazungumza kitu kilichokuwa cha kweli kabisa, nakwambieni na kufundisheni haya. Tumepewa na sisi tunakupeni nyinyi, fanyeni hivyo. Usipate tabu wa kuhangaika sana, unalia kila siku, unamaliza pesa na nini na nini, unahangaika unatafuta tiba. Ukifanya biashara haziendi, kiaidiwa alitimii. Ukifanya biashara we unaambulia madeni tu, madeni kila kukicha, we ni madeni tu. Mpaka unajiuliza nimekosa nini mimi? Hebu fanya hivyo ndugu yangu, ufunguke. Ikibaki namba 9 ni mshahara. Siku yako ni Alhamisi, pata nazi 9 saa 1 kamili, 12 na dakika 40 mpaka saa 1 kamili. Sura yako elekezea mashariki linapotoka jua, zungumza shida zako pale. Nazi hizo andika shkeri ya nini? Ya mushtara. 12222. Sawa. Wenye nyota yange utaandika shkeri ya umra 2122. Wenye nyota ya mizani utaandika shkeri ya naki alhadi 1211. Wenye nyota ya mashuke mtaandika shkeri ya 2222 katika nazi zote hizo unazoziona. Shida ni hiyo tu, fanye hivyo. Kwa hiyo wewe mwenye nyota mshare utaandika shkeri ya mushtara ahayani 12222 katika nazi 9. Sura yako ikiwa imegeukia wapi? Mashariki linapotoka jua. Zungumza shida zako, fungua kwa amri, sio unaomba. Unamwomba nani hapa? Sema mimi nataka nafungua mambo yangu, nafungua hivi. So naomba, nafungua kwa nguvu za wazazi wangu, kwa nguvu za Mungu za wazazi wangu, kwa baraka za babu zangu na bibi zangu. Mimi fulani ibn fulani nafungua kadha wa kadha. Unawataja wazee wako pale, unajitaja na wewe mwenyewe, unamtaja Mungu. Mungu akusaidia na akupe mwongozo kupitia wazazi wako, kupitia nyota zilizosimama katika saa hiyo, na kwa baraka za malaika wote waliosimama katika saa hiyo, na kwa baraka za majini wote waliosimama katika saa hiyo. Nyinyi wote mtakofanya hivyo mtazungumza maneno hayo. Utavunja nazi zako kwa nguvu sana. Hakikisha umepiga nazi, sio imevunjika vipande viwili. Piga nazi kwa nguvu kweli kweli, kwa hasira, kwa wewe leo unakwenda kufunguka. Ikibakia 10, basi jua wewe ni nyota yako, nyota ya nguvu ya mbuzi. Power yako hiyo iliyosimama katika asili yako, asili yake ni namba 10. Power uliokuwa nayo ndani mwako, katika roho yako, nafsi yako ni namba 10, ambao waganga wanasema ni nyota ya mbuzi. Chukua nazi. Chukua nazi 10. Geukia wapi? Geukia kaskazini. Geukia kaskazini katika siku ya Jumamosi saa 1 asubuhi, ukiwa na kanga zenye rangi nyeusi na nyeupe. Ikiwa mwanaume, ukiwa na nguo zenye rangi nyeusi na nyeupe. Safi kabisa, ukiwa uko msafi kabisa, Unazungumza shida zako, unaandika shkeri ya inkis 2221 katika nazi hizo 10. Toa amri ya kufungua, toa amri ya kuangamiza maadui zako. Fanya hivyo katika kujirudia katika Jumamosi ngapi? Jumamosi 4. Hakikisha natoa onyo kwa wale mnaofanya hivi, kwa wale mtakaofanya hivi, hakikisheni mnavyofanya hivyo msiwe wachafu. Msitoki mkimaliza hapo, msikwende kufanya mambo yoyote yaliyokuwa mabaya. Mujikinge nayo hayo mambo mabaya, muachane nayo. Mabaya nadhani mnayajua, vitu vingi vibaya achana navyo. Katika Jumaa ngapi, Jumamosi ngapi, au katika hizo mawiki hayo 4. Sisi tunaelewana vizuri. Nataka kufunguka, utafunguka kweli. Ukitaka kudanganywa, basi utapigwa pesa kila siku, utakuwa ni mtu mwenye kuhangaika na kupoteza pesa zako ndugu yangu. Nashukuru Mungu sana walokuja, wamekuja tuwafanyia dua na wametoa majibu na wamefanikiwa. Na nikitoa vitu hapa, nikitoa vitu katika YouTube kwa watu wanaojua, wanaona comment zao wanavyotuma. Shehe, hii ni hatari. Hii si ukivunja huku ni hatari, adui anaangamiza. Kweli si masiara. Shkeri zinaangamiza na shkeri zinafungua. Ukitaka kuamini kama shkeri zinaangamiza, wewe chukua nazi tu, alafu iandike shkeri ya umra katika siku ya Jumanne saa 8, alafu sema mimi naangamiza kila khairi yangu katika maisha yangu. Alafu vunja hizo nazi hizo. Vunja hiyo nazi moja tu ikiwa umeandika shkeri ya umra katika siku ya Jumanne saa 8, alafu uone wewe mambo yako kama atakaa vizuri. Hii ni elimu ya kitabu. Tunakupeni nyinyi muweze kuitumia. Ni bahati, mmepata bahati kwa Sharif Teacher na kuelekezeni.
Namuona kama analopoka jamaa anatoa elimu tu. Hapana, kuna watu wanaweza kutufikia na kuna watu hawawezi kutufikia. Waliokuwa mbali wanapataje msaada? Fanyeni hivyo. Sawa eh? Kibaki namba 11, wewe ndo siku ya Jumamosi saa 8 pata nazi 10 na ngapi? Pata nazi 11 katika siku ya Jumamosi. Andika shkeri ya Sankaf kiwa na nguo nyeupe, kiwa mwanamke au mwanaume mpya. Shkeri ya Sankaf ni 1221. Shida yako uelekeze, sura yako uelekeze magharibi, ufungue kwa nia, utoe amri, sio uombe. Vunja, wavunje maadui zako. Fungua mambo yako kama zitakavyofunguka nazi hizo. Afu utakuja kuniambia. Katika Jumamosi, na huyu ni siku yake ya Jumamosi mwenye utando. Tafanya hivyo katika Jumamosi ngapi? Jumamosi 4. Kibaki 12, samaki huyo. Samaki mwenye nyota samaki. Asili yako na pawa yako ipo kwenye maji. Pawa yako, nguvu yako ya asili inayokusaidia wewe ipo kwenye maji. Geukia wapi? Geukia kaskazini, kusini. Siku ya Alhamis saa 8 mchana. Toa amri unazotoa wewe, shukuru kwa Mungu, taja wazazi wako na wazee wako. Sema navunja uchawi, navunja vikwazo, navunja mitihani, navunja hasada, navunja maadui wangu waliokuwa karibu na waliokuwa mbali. Wanaurudisha nyuma maisha yangu kuanzia leo navunja. Usipate nguvu, wasipate nafasi tena kuanzia sasa hivi. Nafungua riziki zangu, nafungua kheri zangu, nafungua harakati zangu, nafungua maendeleo yangu, nafungua matarajio yangu, nafungua ndoa zangu, nafungua watoto wangu, nafungua afya zangu, nafungua kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ukiwa umeandika shkeri ya Antibati Dakhira 2111, geukia uko kusini, ukiwa na nguo zenye rangi ya kijani, ukiwa na nguo zenye rangi ya kijani, iwe ni t-shirt, iwe ni kanga. Fanya hivyo ndugu yangu, Mungu atakufanyia wepesi. Nitakuja kukuelekezeni nazi inavyoangamiza. Mungu akifanya wepesi inshallah, akitujalia afya, nitakuja kukuelekezeni. Mfano kuna mtu unamjua jina lake alafu unamuona huyu anakufanya fitina katika kikundi, katika kampuni, katika shirika, katika kazi, jirani yako, rafiki yako, unamuona huyu si mtu mzuri. Utamwandika jina lake katika nazi, nitakuja kukuelekezeni jinsi ninavyofanya. Hatutaki tuteseke sisi. Tumeshushwa hapa si kuja kuteseka. Tumeshushwa hapa kuja kuenjoy katika maisha ya dunia, kuabudu, kukaa vizuri, kutafuta njia nzuri. So unaishi hapa we maisha yako magumu, mambo yako magumu, fanya riski zako zinarudi nyuma, mambo yako unayafanya hayaendi, wanakurudisha nyuma, mitihani jua mitihani. Madeni chungu mzima unaingia wewe kwa sababu ya wanga eti au wachawi. Emfungua ndugu yangu kupitia nazi hizi. Mungu atakujalia. Hili jambo si la kujaribu, wallahi wa billahi wa taala. Na mimi ndio njia ninayoitumia hiyo. Hata ukija kwangu ujua kabisa. Kenda kwa Ustadh Sharifu si chini ya nazi 15 20. Na kafara zingine ninazozijua mimi nitakufanyia, lakini hili lazima nikufanyie. Taangalia buruji yako, taangalia nyota yako. Kwa wale ambao wanataka kuangalia pawa zao za asili zimesimama vipi, nyota zao zimesimama vipi, tafute kwa namba zangu za simu 0742234554 kama uwezi kuangalia. Na ili ujue kuangalia nimeelekeza katika darasa lililopita. So utafungua darasa lililopita. Taangalia nilielekeza vipi na wewe ufanye vipi. Sawa ndugu yangu Mungu ajalie katika hili muweze kufanikiwa biidhnillahi ta'ala karim. Mfanikiwe, muondoe vikwazo, muondoe vifungo mlivyokuwa navyo. Wanga si watu wazuri. Wanga si watu wazuri kabisa, wanarudisha nyuma maisha yetu. Fanya hivyo ndugu yangu biidhnillahi ta'ala ili uweze kufungua na mambo yako yaweze kuwa mazuri. Hapa hitajiki dua. Kija kwangu mimi nitakuongezea dua. Kwa kuwa kuna mwingine hajui kusoma, kwa hiyo ndio maana nikakwambia sema kwa lugha yako, sema kwa lugha yako unayojua wewe, mshukuru Mungu unavyojua wewe, alafu vunja hizo kafara za nazi, afu uone kama umefanikiwa au hutofanikiwa. Maadui watakupisha na watakaa mbali na wewe, na matarajio yako na bahati zako zitarejea. Nashukuru sana ndugu zangu kwa kunifuatilia, comment zenu za kutiana moyo, na subscribe channel hii ili mpate madarasa. Inshallah kongamano linakaribia ndani ya mwezi wa pili. Inshallah wenye kuhitaji tutatafutana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.